penye unaona kwamba haiwezekani kwa sababu ya hatua ambazo tumechukua. Mambo mengine itakuwa tu ushuhuda. Na mimi nilifikaje mahali hapa? Hii itendeka namna gani? Kwa sababu Mungu alikuwa ushukrani wa kushughulikia maisha yako na kutengeneza maisha yako. Yesu alimsema akasema, hata kama nini wacha nifikie. Alipomrudia Kristo alimwambia, kuna hatua ambazo tunaweza kuchukua ambazo zinaweza kuperfect God's miracle katika maisha yetu. Praise the Lord. Zaburi imejaa na shukrani, nyimbo za shukrani. Daudi utakuja drop your sacrifice here. Ukienda. Praise the Lord. Tukimwabudu Mungu, kama tunaweza utaenda kwa sujudu, utalala chini, utalia, utaruka chini, fanya the necessary. Kile kwamba kitampendeza Mungu. Ni wewe na Mungu, sio wewe na mimi. Amosa human being ambaye anahitaji rehema za Mungu, kibali cha Mungu, fadhili za Mungu, uguso wa Mungu na kadhalika. Kila mtu anajua penye ametoka. Kama ndio watu wanaozoea ndipo Steve. Ndio 19 to 2002. Wale ambao wanacheza na mchezo wa panya na paka, wote wamekufa hapa. Mwisho alikufa 2008. Mbona walikufa mimi nikabaki? Na wewe je? Mbona Mungu amekunusuru? Ni kwa sababu zake mwenyewe. Na kila sababu ya kumwambia thank you. Sababu nataka simama. Kile ambacho unajua kwamba kitamtukuza Mungu na kumchochea Mungu kuturuhusu katika maisha yako. Kitamshirikisha Mungu kukumbuka tena. Kitafanya Mungu asitulie. You are nobody and now you are somebody. Kwa sababu upendo na wewe utafanya nini? Ni kumshukuru. Vyote ni vyake. Wewe na vyote ambavyo uko navyo ni mali ya mikono yake, kazi yake. I want you to stand on your feet. Ready to worship God. Maybe unataka kupenda sacrifice yako kwa simu. Tutaweka kwa simu ya Pastor Seli ambaye amehubiri hapa. Yuko wapi Pastor Seli? Give out the envelopes. Hiyo sadaka wala si fungu la 10. Okay? Hiyo si nini? Wala fungu la 10. A special offering. Guys, soma namba yako ya simu. Namba ya simu 07
19. Narudia 07 17 50 32 19. Hallelujah. Stand on your feet, please. Unapokuja ile ndugu yako, ukienda tu chako na Mungu. Thank you. Umefanya
Jones na kumfosi wanasitia wakuje pamoja na wazazi wao. Thank you. Wow.
mshawishi Mungu, baki hatima yako, hatima yako, hatima ya watoto wako, hatima ya boma lako, hatima ya jamii yako. Andiko Mungu yote yanaeleka. Unapokuwepo unaokuwa na uhakika na kesho, jinsi alivyokufanikisha kufika pale umefikia, hivyo ndivyo atakavyokufanikisha kikazi, kimasomo, kwa ajili ya watoto ambao wanaendelea shuleni. Kumbuka, si mjinga afungua mlango wa masomo na kosa kufungua mlango wa ajira. Ni sisi wenyewe tumejifunga, ama tumemfunga Mungu, tumemfungia Mungu njia ya maisha yetu. Hawezi kupatia mtoto mwerefu bila kumwandalia mazuri. Kasema watakuwa vichwa, hatakuwa mikia. Watoto wako watakuwa nuru kwa wengine, watasimamia na kuongoza wengine. Na Mungu hawezi akashughulikia kitu ambacho pia, ama pale ambapo hajakubalika, hajatambulika, hajashukuriwa kwa chochote ambacho amefanya. Tunapokumwamini kwa kidogo, tunapomshukuru kwa kidogo ambacho ametujalia, hivyo ndivyo atatutenda kwa mengi, na anataka kwa mazuri yale ambayo anatufanyia pia tuwe watu wa shukrani. Mwambie Mungu, umbali huu umekuwa nami kufika penye nimefika na watoto wangu. Naamini kwamba penye wanaenda utakuwa nao kwa safari hii. Mwambie wapeleke viwango zaidi na zaidi. Penye sijafika wangu wafike, penye sijakanyaga watoto wangu wakanyage, penye sijasimama watoto wangu wasimame. Chenye nihitajika kukula nikashindwa kwa sababu ya ukosefu, watoto wangu wakule, ama nikule kupitia kwa watoto wangu. Chenye sijaweza kushika, watoto wangu wakishike. Chenye sijaweza kushuhudia, watoto wangu washuhudie. Baba, wape kibali kimasomo, kiajira, wape kibali kibiashara, kiutajiri. Wafanye wamiliki wa mazuri, wa vitu vizuri, wamiliki wa vitu ambavyo vinahitajika. Wastahili mbele zako, wafai mbele zako, kwa utukufu wa jina lako. Yule ambaye amefungia mlango wa promotion, mkumbuke, 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 mkumbuke. Yule ambaye amedunisha, amekataliwa, hasikii, hana sauti, mupe sauti yenye hangelisikika kwa sababu yako asikike, kwa sababu ya ushirika wako katika maisha yake asikike. Naomba mapenzi yako waondolee mapenzi ya shetani, mapenzi ya giza, mapenzi ya laana, mapenzi ya wachawi na maadui, katika jina la Yesu. Mapenzi yako yawe yashuhudiwe maishani mwako. Yesu, wakumbuke, wakumbuke. Dhabihu hizi zimeka kama ufunguo wa kufungua malango ya utisho, malango mazuri zaidi, malango ya viwango vya juu tena, malango ya viwango vya juu, malango ya viwango vya juu, malango ya neema, malango
ndoa, malango ya usomi, malango ya ajira, malango ya kibali, malango ya uponyaji. Uliwaponya malaria, uwaponye TB. Uliponya homa ya kawaida, uponye kansa. Uliponya kidonda cha kawaida, uponye diabetes maishani mwako. Uliwapanguza machozi kwa mambo machache, uwapanguze machozi kwa mambo makuu. Uliwasaidia kwa mepesi, uwasaidie kwa mazito ambayo hawawezi kama wanadamu. Mkono wako ni nguvu zetu, mkono wako ni ukombozi wetu, mkono wako ni uzima wetu, mkono wako ni uwezo wetu. Wajalie ushindi, wajalie uwezo. Wamesoma kwa neema, waajiriwe kwa neema. Tumezaliwa kwa neema, tuishi kwa neema. Mkono wako utubebe, neema yako itutawale, neema yako itufunike kwa utukufu wa jina lako. Umekuwa nasi kuanzia utotoni, na saizi Baba tumekomaa. Uwe nasi katika uzee wetu, uwe nasi tumalize vizuri. Ulianza nasi, umalize nasi. Ulianza nasi, umalize nasi. Uwe safari yetu, safari iliyo salama, ni safari ambayo imeangaziwa na wewe, imetawala. Angazia maisha, ondoa giza mbele yao, ondoa milima ya kushindwa, ondoa vizuizi, ondoa vizingiti. Hatujui pesa zitatoka wapi, lakini unabaki mfadhili wetu. Una pesa ambazo hazizabiki, una utajiri ambao hauwezabiki. Baba, usishindwe, maskini asishindwe, aone rehema zako, kusifu kama Jehova Jire maishani mwake. Aliyeshindwa akuone ukimtia nguvu, akushuhudie. Naomba ushuhuda kwa maisha. Dhabihu hii uwe msingi wako ushuhuda, uwe msingi wako ajira, uwe msingi wako ufadhili, uwe msingi wako urejesho, katika jina la Yesu Kristo. Kama laki na kutokoka, kama laki na kuitwa Baba, mwenye vyote, mfalme usiyepigwa na chochote, usiyeshindana na chochote. Ni wewe peke yako uliye moto na moto ulao, unayemfanikisha ya kutetemesha hata misingi ya masikini, misingi ya laana, misingi ya mauti, misingi ya maafa. Ni wewe peke yako Mfalme. Jina lako ni bariki, jina lako ni hili. Wakuone zaidi, wakusudie zaidi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Piga Yesu makofi. Salamia mwenzako, salamia mwenzako, salamia mwenzako. Hata wenye chini, salamia wenzetu tafadhali. Salamia ukimtabiria kwa prophecy juu yake wewe na ndio akamwambia naona unaenda mbali. Naona unaenda mbali, naona unapeleka unaenda hivi. Wewe ukifika huko ukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Mshauri mwambie ukifika huko ukumbuke. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu akikuinua, kumbuka kunyosha mkono kwako ndio niinuliwe kupitia kwako. Mwambie mlango akifunguliwa usiingie huko peke yako, ingia na mimi. Bwana asifiwe. Mwambie uingie huko na mimi, usiniache. Haleluya. Piga Yesu makofi. Amen. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya kuja kwako.
tunaenda kwa nafasi nyingine ya administration. Ndio niko na hali, niko na hali, ndio mengine hapa na hali. Sisi ninamhitaji Mungu. Mwenye sasa hivi. Alafu kuna ambaye yako sawa, kama uko sawa kama mimi na mkono wako juu. Uko sawa. Uko sawa. Sasa mkono. Anasifiwe. Tupige Yesu makofi kwa ajili ya leo. Pia kwa sababu ni makofi kwa pamoja. Amepotelea huko Migori, lakini akaokoka. Ndio huyu sasa hata bado simuka mchakia. Wale sasa tu. Kila mtu ako na historia yake. Ndio. Ama ndio pasta. Kumbuka 94 92 kwa mmoja mpaka gani. Ulisoma sasa ili Mungu amekusaidia. Sio kweli? Hata wewe pia hata wewe chifu anapiga watu kama chuma, anachomelea watu mkali lakini Mungu amesaidia mzuri huyo msawi baba hakuwa mzuri, lakini sasa hivi amekuwa mzee mbaya sio kweli? Hata wewe bwana daktari unapokuwa unasumbua watu unasumbua, lakini sasa mimi nimekuokota, sio sio kweli? Hata sasa ubiri watu ushinde uchi, sio? Thank you so much. Thank you sir. Kila mtu usumbuanga sana walikuwa chairman wa vijana wanasumbua, wanafuata suti wanajipenda. Sasa hivi Yesu amebadilisha sisi. Kama unadhani nakumbuka wewe unasumbua mama yako na kuiba pesa za mama yako wanasifiwe. Unaweza kupigana naweza uko sawa kama yeye tuokoke hivyo, sivyo? Sasa kama Florence kisa hiyo kusaidia na kutia Sunday school. Mama sasa baada Mungu anakusaidia nyeupe imekuja umetulia, wewe si kisirani tena, sivyo? Piga Yesu makofi. Sasa nakumbuka kitu mbaya sana kwa sababu haleluya. Tunashukuru Mungu. Tunamwabudu Mungu kwa rehema. Na kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya rehema zake, kila mtu anastahili ama anafaa mbele zake. Mwana sasa hivi. Ukijua nini imekubeba, utaishi kumpendeza na kujipeana kwa Mungu. Lakini kama haujui where you come from, nani anakushughulikia, nani anakulinda, utaishi kufa. Na unapoishi kwa Mungu kushughulikia inakuwa shida. So kwa Mungu ataishi katika hali ya kunyenyekea na kujipeana na kufanya kinachohitajika. Then ukiangalia the book of Psalms, anasikika pakubwa sana pamoja na Solomon kulingana na vilivyokuwa na vile Mungu alimbeba alikuwa kufanana jinsi unavyofanana neema ya Mungu. Bwana sasa sivyo kuwa na chochote tu, iwe earring hiyo, kuwa nayo na kuleta tofauti kati yako na watu wengine, ni neema ya nani? Neema ya Mungu. Na watu ambao hawasaidi kuwa hai leo, hii kwa sababu ya huruma wa Mungu, kutokana na vitu vichache, maombi ya watu kadhaa wachache kuwahusu,
Mungu amewahifadhi. Bwana asifiwe. Kuna watu wamekufa bila kujua na hawajaelewa sababu ya kufa kwao. Wako kule wamekufa lakini hawajui kwani walikufa. Na kuna watu wanaishi lakini hana sababu ya kuishi, na hajui mbona Mungu anashughulikia maisha yake. Aisha, na mmoja alisema watu walikufa wote kwa gari, akabaki peke yake. Kama ongea na nini? Watu walikufa wote sana na yeye walikufa, yeye akabaki peke yake. Sasa wale wenyewe lakini Mungu kuna sababu, na Mungu huifanya mtu na sababu. Alafu mwishowe unarudi siku ya zero. Sababu kisa na maana unajua. Kuna kitu nimekushwa na Mungu. I hope mwenye na muhusu ataelewa vizuri. Kuna wakati I think it was 2009 nikuongelesha kitu tukiwa somewhere juu kwenye tulianzia huduma. Unakumbuka? Kumbuka? It was 2009. Vizuri sana. Tukiwa hiyo barabara mzee. Kuhusu usawa. Imekuja ikijirudia. Chief mama na langu usingizi darasani. No. So kila nyumbani mshughulikia kufutia mwalimu au pastor wa nyumbani amhubiria hapo. Sasa Bwana sifiwe. Okay, wacha niongelee hili. Kuna mtoto wako mmoja msichana ambaye aligusa roho yako na aligusa roho yake. Simjui, ni ndio unamjua. Lakini unapomwangalia unafurahia na kadhalika. Atakuwa breadwinner in your family. Chips mama. Si kama mtoto wako hapa, lakini tusilete uchochezi. Unajua Yusuf alionewa na ndugu zake, sio kweli? Atakuwa breadwinner. Yes, unawapenda wote, lakini ukiwazarobea na amekuwa tumaini lako. Kanaenda nini na nini, lakini mkono wa Baba uko. Ndio ile bakeli ni hao watoto wakubwa kuna shida, lakini Mungu atakukumbuka kupitia kwa watoto wadogo. That's why graduates kwa nyuma yako hawajatokea mbele. Umetokea wapi? Sio kweli? So, omba Mungu akupatie maisha marefu. Na pia tutakuomba kufunga nira ama kufunga mbingu na Mungu. Okay? Maisha kwamba ukufe uende mbinguni. Praise God. Ikiwa wa Mungu kama chanda na pete. Ukitu kimoja na Mungu. Wewe ni mgonjwa. Mwili wako unahitaji matibabu au uponyaji wa Kristo. Na kwa sababu hiyo sina budi kuambia kwamba omba Mungu akupatie maisha marefu.
utafurahia matunda ya uzao wako. Okay? Sitabiri chochote. Kwa hiyo pasatoria anasema hiyo ndio kwenda nyuma yako sana. Asifiwe. So, hivi ndivyo kitu Mungu alikuwa anashuhudia wakati ambapo tulikuwa tunaleta dhabihu. Nataka kutumia hili jambo, si jambo mzuri, lakini hitaji wanaoelewa Mungu ni nani, Mungu ni nini. Kama haujakuwa na jina baya au jina mzuri katika jamii, katika mji, naomba usimame. Haujakuwa na sifa nzuri sana kwa marafiki, jirani, kwa mji, naomba usimame. Sitafafanua zaidi ya hapo, sababu najua kwamba hao watu wanne hapa si watu wazuri. Unapenda kugeuza story. Sasa unaweza kusema kaenda mbele. Haujakuwa na sifa nzuri kwa watu ambao wamekuongelea vibaya. Wamekuongelea vibaya, wamekudanganya vibaya. Kama pastor wako huyu. Au yeye anataka nasi. Kaenda mbele. Naweza kwenda mbele, Mungu atusaidie. Sije? Watu wamekuongelea vibaya, au wamekuongelea huyu mama. Kuja tu mbele. Sifanua zaidi ya hapo. Thank you Jesus. Nakusumbua. Kazi yako ikazunguka tu, Mungu atakusaidia. Umejidharau kwa mji, umejidharau mbele ya watu, sababu umekaribia CV yako. Kuja tu mbele, Mungu hutengeneza maisha na hutengeneza jina. Tunapoabudu Mungu, labda Mungu akuhudumia, ahudumie jina lako, atumie maisha yako, akuneemeshe na kuandalia mazuri mbele ya watesi wako. Kama huwezi kusimama, kuna nafasi ya kukaa kutenda, na kuna kitu kinaenda kutendeka wakati wa worship. Kuna watu wachache, kuna watu wanaenda kushirikiwa na Mungu. Fungua moyo wako.
Mungu anakutetea. Mungu anatetea watu. Mungu anapigania haki ya watu. Anashughulikia hali zao. Umepakwa matope, umeongelewa vibaya, umeharibiwa jina. Yesu anakushughulikia. Yesu anakushughulikia. Yesu anakushughulikia, na kutakuwa na mabadiliko. Utaona ushuhuda, utaona ushuhuda. Unaenda kukubalika, unaenda kukubalika, unaenda kukubalika, unaenda kukubalika, unaenda kukubalika. Ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Umeambiwa jina. Mji wako si mmoja, hauangiliki vizuri. Watu wanakuangalia kimadharau, watu wanaongea vibaya kukuhusu. Yesu anakuwajibikia, Yesu anakushughulikia. Yesu anatengeneza maisha yako, anatengeneza hali yako. Hapo ndipo anasema anakupatia jina, anakupatia jina. Anaponya maisha yako, anaponya mawazo yako, na watu watakuona kitofauti. Watu watakuona kitofauti. Matope ambayo ulipakwa hayatakuwa. Na kuna ndoa, kuna ndoa, kuna ndoa, kuna ndoa, kuna ndoa umeshuhudia, na kuna ndoa, kuna ndoa, kuna ndoa, kuna ndoa. In the name of Jesus God, in the name of Jesus God, hautakataliwa, unaenda kupokelewa na hautakataliwa. Ndoa haitakuponyoka katika jina la Yesu Kristo. Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Kuna maneno alikuongelesha, kuna maneno mtu alikuongelesha. Uliongelesha na mtu wa kike, uliongelesha na mtu wa kike, sini nani kwako, lakini aliongea machafu na kusema utahangaika, utatembea, utatembea. Hayo maneno yanakuwa, hayo maneno yanageuka, utatembea tena, utatembea tena, utahangaika tena. Holy Ghost, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Holy Ghost. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy Spirit of God.
changamoto kwako. Ndoa imekuwa changamoto kwako. Wewe uchao unaolewa, uchao ambao umekula ndoa yako, uchao ambao umekula ndoa yako, uchao ambao umekula ndoa yako, unayeyuka. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kuna uchawi ambao umekukula, waliweka kwenye wanapikia chakula chini ya meko, wakakuchimbia pale, na hivyo ndivyo ndoa imekuwa changamoto kwako. Yesu anakukumbuka, Yesu anakukumbuka. Kuoleka itakuwa shida, lakini sasa kwa rejection, disappointment, failure, Yesu anakukumbuka. Yes, Lord. Goma mzuri, lakini haliangaliki saizi. Si goma tena, hakuna uzuri kwa hiyo goma, hakuna uzuri kwa hiyo, hakuna uzuri wowote. Vitu vinaenda vikiisha, mali na kuponyoka, baraka zinakuponyoka. Hiyo roho, hiyo laana ambayo inakukula kilichotendeka, hata mmoja wanakufa, hata mmoja wanakufa. Yesu anashughulikia maisha yako. Boma lako litasimama tena, boma lako litasimama tena. Ulevi wako utarejesha tena, ulevi wako utarejesha tena, ulevi wako utarejesha tena. Bwana kumza Mungu, Bwana kumza Mungu. Bwana ule umeme, Bwana ule umeme. Kuna vitu vinachomeka, kuna vitu vinachomeka, kuna vitu vinachomeka, uchao unachomeka, uchao unachomeka, uchao unachomeka, uchao unachomeka. Ona moto, ona ule umeme, ona ule umeme. Maneno ya watu, mambo imeharibiwa na watu. God is God of restoration. Njaa haiishi kwa boma, njaa haiishi kwa boma. Hakuna uzuri wowote kwa mtu. Mungu anashughulikia jamii. Boma limekauka, boma limekauka, boma lililokuwa na heshima halina heshima. Watu wanaingilia popote, wanaongea chochote, wanafanya chochote. Mungu anakukumbuka, Mungu anawakumbuka, Mungu anawakumbuka.
katika ukuu wa Mungu wako, katika uwezo na mamlaka penye umetoka ni kuhusu, penye wako ni kuhusu, penye wanaenda ni kuhusu. Washuhudie mkono wa uponyaji na urejesho kwa jina lako, kwa jina la Yesu na wanakuamini. Uko hapa fika pahali nguvu zinakuishi, kuchoka kifua, mwili kuishiwa na nguvu. Kuja uko tunachoka na umeisha nguvu. Pia wewe ambao unapitia hii hali, wakati mwingine unachanganyikiwa tu, haujielewi, haujisikizi, unajikuta uko tu hapo, asifu akili inasimama, sifu hata kupigwa na depression, mambo kuja mbele pia. Kitu ambacho kinaambatana
umepata na wazimu kiwango fulani, kuja usimame huko. Hiki kitu kitendeka kitambo kidogo, na maisha yao. Kuna wakati ulikuwa na pesa, maisha yako haukuwa na pesa nyingi, lakini ulikuwa na pesa kiasi, maisha yako yalikuwa mazuri mwanzo wa maisha. Lakini kuna kitu kilitendeka, kushika pesa, kila kitu imekuwa shida na unahangaika sana. Kidogo umegive up. Yes, you are trying, but you have no hopes. Naomba kuja mbele. Na mmoja wao mguu uko na shida, mguu wangu mmoja uko na shida. Mami alikuja hapo kusaidia hapa wakati wa kutelimu. Alafu sikiza, hali yake si mzuri, hali yake si mzuri, na future is 50-50. Wajibikie jinsi inavyohitajika. She might be there or not. She needs serious medical wengine ya hapo tu mkaendelea through worship. Wacha Mungu afanye chote. Tabarikia mkono akifungua moyo wako kwa Mungu afanye kitu.
imilikiwe na wewe na kutawaliwa na wewe. Nishuhudie uwepo ushindi wako, rehema zako, ufanisi wako, urejesho wako, ukombozi wako, uponyaji wako wa maisha uwe msingi wangu, hatima yangu, uwe kesho yangu, na uwe maabudu yangu ya kila siku. Maisha yangu yapeana kwako, uwe msingi wa maisha yangu, msingi wa uzao wangu, msingi wa ndoa yangu, yale machukizo ya mauti, roho ya wafu, ushirika wa mauti kwa ndoa yangu, uzao wangu, maisha marefu, naomba kutoka kwako kibali cha kuishi itawale maisha yangu. Naondolee aibu ya mapepo, aibu ya misingi, aibu ya laana, aibu ya damu ya ukoo, aibu ya magonjwa, katika jina la Yesu. Ninakuomba wazi juu yangu kilichompiga baba yangu, babu yangu, nyanya yangu, mama yangu, ndio kwa maisha yangu. Siwapate watoto wako katika jina la Yesu. Usalama wa nyumba yangu, kinga la maisha yangu, kinga la uzao wangu katika jina la Yesu. Naondoa uharibifu wa maisha, uharibifu wa maisha, uharibifu wa maisha kwa jina la Yesu. Wimbo wako wa ushindi uwe sauti yangu, uwe mawazo yangu katika jina la Yesu. Ninapoamka nihesabike haki, napomaliza siku nihesabike haki kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini Mungu mwema akutende, afikie maisha yako, atawale maisha yako, kila sehemu ya maisha yako itamuliwe na Mungu, itawaliwe na Mungu. Mkono wake mkuu usipungue katika maisha yako, ubaki changamoto kwa kazi za maisha yako, ubaki changamoto kwa misingi ya madhara katika jina la Yesu. Mungu aende na wewe, awe hatima yako, awe kesho, awe mwisho wa watoto wako kwa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Haleluya. Mungu kwa kufika kwenye tumefikia. Naomba mwandalie Mungu matoleo yako ya maombi sasa, fungu la kadhalika. Alafu ningelipenda kuwakumbusha Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 3 tutakuwa na mchango kwa kanisa letu la Nairobi, na kwa sababu ya hiyo tutaomba kila mtu ajikakamue kwa ajili ya kusimama na kanisa letu la Nairobi. Yako makanisa mawili, sio tutakuwa katika kanisa la Kidurai Fort, hatutakuwa kwa kanisa la Kayole. Na sababu ya kufanya hivyo kama Mwanzo Church, amebaki sehemu ya kanisa hili, licha yeye kuwa kila shughuli ya hapa, michango ambayo tumekuwa nayo na kadhalika, amebaki sehemu. Naendelea kwa wale wanaume yupo, na kwa sababu ya mchango ambao wako nao kununua plots, naomba ikiruhusu uweze hiyo shughuli, usimame tumalize vizuri. Sitakuwa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Kwa hivyo sababu hili tutakuwa na mchango hapa tarehe 1 mwezi wa 3, kusimama na kila kikundi, wachungaji, wanaume, wamama, kadhalika, kila sehemu, kila kikundi kitatoa angalau kufikiri shilingi 200 si mbaya.
ndio? Vizuri. Wale nao Waislamu, si ndio? Si pia sisi watu wamesimama na sisi. Si ndio? Alafu pia Jumapili ijayo si ya kununua shamba, si ya kujenga, lakini tunaanzisha mradi kazi. Nipate tu kazi ya kufagia hapo tu, ama nipate posho watoto wakule wasome, sije? So tunataka kuanzisha project hapa mapato kwa ajili ya kanisa ambayo itatusaidia wewe na mimi kufikia watoto wetu na shughuli za kimaisha ambazo zipo. Mradi mahali hapa ambao